Kabla kujadili tukio la mchezo wenyewe, asubuhi nakumbuka nilimuuliza Jemedari kuhusiana na wao kwa nafasi ya 6, alafu kuna timu iko nafasi ya 5 ambayo ni Tabora ambao Tabora walikuwa na point 37 na wanazo 37 baada ya kupoteza na Polisi wana point 30, JKT wana point 35. Wamepoteza leo. Nafasi ya wao kubaki kwenye top 5 ipoje mpaka sasa hivi? Kwa upande wa Tabora anatakiwa shinda mechi ambazo zimesalia. Unajua kubaki kwenye position ambayo inakupa uhalali wa kuchukua ubingwa au kubaki kwenye ligi kuu au kumaliza kwenye zile timu 5 bora za juu. Hakuna uchawi wala ushirikina. Ni wewe kukusanya alama. Kwa hiyo kama una drop alama, watu wanakuja wanashinda mechi zao kwa sababu wanajua wewe ambaye uko juu unashindwa kuzichukua hizo alama. Then watu wanakupita hapo ulipo. Kwa hiyo leo nilikuwa naamini ni mechi ngumu, lakini pia nilikuwa najaribu kuangalia namna ambavyo Tabora wapo na squad nzuri kuliko KMC, lakini namna ambavyo hata mechi za hivi karibuni wamekuwa wana changamoto kweli kwenye kupata matokeo. Bati ukiweka kwenye mzani ulikuwa unamuona kama Tabora anakuwa kama favorite kwenye hiyo mechi kwa sababu kwanza yuko home, lakini squad aliyokuwa nayo namna ambavyo wanacheza ni tofauti na ambavyo wanacheza KMC. Kwa hiyo namna pekee ya yeye kuweza kusalia kwenye top 4 au top 5 ni hakikisha kwamba anashinda michezo ambayo imebakia. But kwa upande wa JKT tulizungumza hapa, ni miongoni mwa timu ngumu na tuliangalia magoli ambayo wameruhusu kwenye mechi ambazo zote wamecheza. Wameconcede magoli machache sana. Inaingia kwenye top 5 ya timu ambazo zimeconcede magoli machache. Hii inakupa picha kwamba ni timu ambayo inajilinda kweli, yani kuwafungua ili wafunge ni ngumu kweli. Kwa hiyo Tabora ana kazi ya kufanya kama anahitaji kusalia kwenye nafasi ya 5, ashinde mechi zilizobaki, na pia JKT wana mechi ngumu kwenye mechi ambazo zimebaki. Nafikiri nyingine wanaenda away, yani michezo kama miwili iliyosalia wanamalizia akiwa away. Kwa hiyo wanahitaji commitment yao pia kwenye hizo mechi ambazo watakuwa wanacheza ili waweze kusalia kwenye nafasi za juu. George Magunga, Tabora wapo kwenye wakati mzuri sana kwa siku za karibuni. Na kumekuwa kuna baadhi ya mambo yanahusishwa ya nje ya uwanja, lakini kubwa zaidi ni hali ya kiuchumi ya Tabora. Kuna baadhi ya watu ambao wanahusiana na benchi la ufundi waliondoka hivi karibuni. Timu imekuwa ipate matokeo mazuri. Unadhani hii inatoa taswira gani pia kwa wao kuelekea msimu ujao? Wanaweza wakabaki kweli kama mambo yatazidi kuwa hivi? Ni changamoto kwa sababu hizi stories si kwa mara ya kwanza ndani ya Tabora United. Wanakumbana na changamoto nyingi sana ambazo kwangu mimi binafsi naamini ni sababu ambazo zipo ndani ya uwezo wao. Kuna shida inaweza ikatokea, alafu hata sisi watu wa nje tukasema kweli ile ni changamoto na maybe wanahitaji msaada zaidi, hata kutegemea watu walio ndani peke yao, hata watu wa nje wanahitaji kuwasaidia wale watu. Lakini kuna changamoto zinajitokeza, watu wa nje tunaweza kuanza question kwamba kwa watu ambao mnaamini ndani ya taasisi ya Tabora United inafikia wakati wanashindwa kutatua hii changamoto ambayo inajitokeza kwa sasa, kwa sababu ulikuwa na mwalimu ambaye aliset team katika viwango vya juu. Timu ilikuwa na ushindani, timu ilikuwa inacheza katika inawezekana watu walikuwa iangalia sana Tabora, lakini mimi binafsi ni mtu ambaye anafuatilia timu nyingi sana hapa nyumbani. Timu ambayo ilikuwa na balance, mwalimu aliwakuta wachezaji, hakuwa na excuses nyingi kwa maana ya sababu nyingi kwa timu ipate matokeo. Alihitaji muda mchache tu kutengeneza muunganiko baina ya safu zote 3, ulinzi, kiungo na ushambuliaji, na ikawa ni miongoni mwa timu ambazo licha kupata timu iliyokuwa bora alianza kuimprove viwango vya wachezaji. Tukaanza kuwasikia kina Ofenchikola akiwa na kiwango kizuri, wakina Faria Ondongo, wakina Shedrack Yasiebu kwenye midfield, Yakuba Sonya alianza vizuri sana, Mairiti ya Makambo, kuna wakina Chilek Chigoze upande wa kushoto fullback. Nafikiri pia Kipemba pamoja na Andy Bikoko walikuwa na partnership nzuri sana. Lakini baadaye ukianza kufanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, unaweza ukawaathiri wachezaji kwa maana hasi kwa asilimia kubwa sana. Walishakubaliana na mwalimu. Unajua kuna wakati wachezaji nje tu ya hizi mbinu tunazoziongelea wanaweza akawa wanafanya kazi kwa ajili ya mtu ambaye yuko pale juu kutokana na bonde ambayo tayari wameitengeneza, ushirikiano wa kazi ambao upo baina yao. Lakini unapomuondosha mwalimu alafu tu sababu za msingi kuanzia kwa wachezaji mpaka nje kwa mashabiki na wanachama, inaita utata kidogo. Mabadilisha mwalimu, Tabora imeyumba kwa asilimia kubwa. Inawezekana nje ya uwanja financially wana majanga kiuchumi, lakini hata ndani ya uwanja
wana matatizo mengi ambayo unagundua matatizo yalianza kwa sababu yao wenyewe viongozi. Na mimi kwangu sio shida kushindana labda na Rich Kiza, labda ndo uko pale unasimamia timu, au waliokuwepo Anisaiti yule Mkongo, sio shida. Shida ni kwamba anapoondoka nani anakuja, na anakuja katika wakati gani kufanya kitu gani. Hilo ndo swala la unanielewa. Unapomleta mtu kwa kugambo kucheza kamari kwamba ataweza au atashindwa, alafu upo katikati ya msimu katika mashindano umewekeza fedha ya kutosha, ni changamoto. Tabora ni miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wengi wa kigeni, wanalipiwa vibali vya kazi, wanalipiwa mishahara, unanielewa. Lakini pia I hope kama una uwezo wa kuleta wachezaji wa kigeni, quality wachezaji wa ndani, fedha ama budget ama salary structure yao, kwa maana muundo tu wa mshahara wa timu lazima utakuwa ni mkubwa, unanielewa. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, na hii bado tunaendelea kulia na viongozi ambao wanaziendesha hizo taasisi. Wengi wao wanaishi kwenye mission kwamba mpango wa mwezi huu ama msimu huu ni nini. Hawawazi baada ya msimu tunaelekea msimu ujao tunapaswa kufanya nini. Wakina nani ambao watatufund kuelekea msimu ujao, kwa maana kutupa pesa. Tunapateje pesa? Timu inapateje matokeo? Ni changamoto kiukweli Kiza. Kwa hiyo inawezekana msimu huu wana bahati kwa maana kwamba ligi imeshafikia mwishoni na wana uhakika wa kubaki, na wanastahili sana kumheshimu mwalimu aliyokuwepo na ku acknowledge, kutambua kwamba alifanya kazi ya ziada na wana kazi kubwa kufanya kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo wana changamoto kiukweli. Sawa.